Mbunge wa jimbo la Dodoma mjini ambaye pia ni waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amewahimiza wanafunzi wa shule ya Bunge Sekondari kuzingatia masomo na kuasa kuwa maisha ya sasa yanahitaji watu bora. Hayo ameyasema wakati wa hafla ya ukabidhi jenereta la uzalishaji nishati ya umeme kipindi ambacho kutakuwa na changamoto ya kukatika kwa umeme. Hiyo ni kufuatia ahadi yake aliyoitoa kipindi cha mahafali ya kidato cha 6 shuleni hapo. Na kama mbunge, elimu ndio kipaumbele changu cha kwanza kabisa. Natamani kuwaona watoto wengi zaidi wanafanikiwa kupitia miundombinu hii ambayo serikali inaiweka, na Mheshimiwa Rais amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba watoto wetu, hasa watoto wa kike, wanapata elimu bora ya kuwawezesha baadaye kusimama na kuitetea jamii ya watoto wa kike, lakini vile vile kuiletea nchi yetu maendeleo. Na kazi hii imefanyika vizuri katika shule yetu hii tangu ianze, imeendelea kuwatoa watoto wengi wanaofanya vizuri, na naamini siku moja shule hii itaandika historia ya kutoa viongozi, ya kutoa wanataaluma wengi wa fani mbalimbali, ili basi waje kutoa mchango katika taifa lao. Maisha ya leo ni maisha ambayo yanahitaji watu bora. You stand out from the crowd. Ndio maisha ya leo jinsi yalivyo. Hakikisheni mnasoma kwa bidii kubwa sana ili mkae watu bora, ili katika jamii ya dunia inayokuja huko ni jamii ambayo inahitaji watu wenye weledi, watu ambao wanaweza kujisimamia na wenye uelewa mkubwa sana. Niwaombe muendelee kuikamata elimu, muishike elimu, msiishie hapa, mkafanya vizuri zaidi. Ndugu zangu, mtakumbuka kwenye mahafali ya mwisho mlinalika kuwa mgeni rasmi, bahati mbaya ratiba yangu ikawa ngumu. Nilikuwa niko Chunya, nikashindwa kushiriki nanyi. Nikamuomba Mama Margaret Sita, mbunge, kuja kuniwakilisha. Na katika risala yenu, moja ya jambo ambalo mliliwasilisha kwangu ilikuwa ni maombi, na maombi yenyewe yalikuwa ni upatikanaji wa jenereta kwa sababu ya changamoto kubwa mnayoipata kipindi ambacho umeme unakatika. Mnashindwa kupandisha maji, na hivyo mnapata changamoto kubwa sana ya maji, na mnafahamu kwamba bila maji shughuli nyingi sana zinasimama. Kwa moja ya kero kubwa ilikuwa ni hii. Kwa nilisikiliza na nikaisoma vizuri risala yenu, na nikaona mimi kama mbunge, na kwa sababu nishakuja mara ya kwanza, nina nafasi ya kuweza kusaidia, na niliwaahidi ya kwamba nitawaletea jenereta ili ije kuwasaidia. Naamini jenereta hili litakusaidieni kwanza katika kuhakikisha kwamba mnapata maji muda wote hata umeme ukatika, lakini la pili, tutakuwa na uhakika wa kusoma muda wowote wa usiku. Muda wote wa usiku mtakuwa mna uhakika wa kusoma kwa sababu ya changamoto hii itakuwa imeondoka hivi sasa. Kwa leo na furaha kubwa mbele yenu hapa kutamka kwamba ile ahadi ambayo niliwaahidi nimekuja kuikamilisha. Leo hii tunakushukuru sana kwamba baada ya kutununulia jenereta umepata nafasi ya kufika na kutukabidhi wewe mwenyewe. Tunakushukuru sana kwa moyo wako wa upendo unaokusukuma kutekeleza kila unachoahidi kukifanya. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akubariki na kukuinua kwa viwango vya juu sana, ili kupitia wewe jamii iendelee kufurahia maisha. Shukrani nyingine nimpe mbunge Anthony Peter Mavunde na Mheshimiwa Waziri wa Madini. Amekuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha elimu hapa Dodoma inakuwa. Kiukweli yeye amesimama kama mbunge, amefanya kazi kubwa sana. Leo tumeona wanayoyasema ameyafanya hapa ni mengi ambayo yanaelezeka kwa kina na yanatafsiri vizuri namna ambavyo anaiboresha elimu hapa Dodoma. Rai yangu kwa walimu, wananchi, tusiishie kumsifia mbunge tunapokutana naye. Kazi anayotupa sisi ni kumsemea sasa tunapokuwa kwenye hadhara za watu, tunapokuwa kwenye maeneo yetu, kusema hizi kazi njema anazozifanya katika eneo la utawala wake. Mimi namuunga mkono na nitamsemea wakati